Lakini pia niwashukuru makatibu wakuu na manaibu wa makatibu wakuu wote wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kukubali kuitikia wito wa Katibu Mkuu Kiongozi na WATIRA kwa ujumla. Tunajua mmefanya hivi kutokana na mapenzi mema na uzalendo mlionao wa nchi yetu wa kutaka maendeleo katika sekta hii ndogo ya bima. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi yangu kubwa iliyonisimamisha hapa ni kutoa neno fupi la shukurani kwa niaba ya Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepokea nasaha zako zote na mapendekezo ya makatibu wakuu na tunachukua kama dira ya kutekeleza majukumu yetu. Sisi kama Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania ya kusimamia na kuhakikisha watoa huduma wa bima wote tunaowaongoza wanatekeleza maagizo yote mlioyatoa kwa kufuata sheria na kanuni zetu za bima hizi zinavyotuongoza. Sisi sote kama wadau wa bima nchini tutatekeleza yote uliotuelekeza na kuweka mikakati ili kuipeleka mbele sekta hii ya bima ilete tija serikalini na kwa jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyojua, sekta ya bima ina wafanyakazi mahiri wenye ujuzi, hodari, wabunifu na waaminifu. Kwa hivyo ni kuhakikishie na kukuahidi mashirikiano ya hali ya juu na wadau wote wa sekta ya bima katika kuinua fursa ya uwekezaji katika sekta ya bima. Tunashukuru na tumefurahi kwa kuwa na majadiliano mazuri yenye kuijenga sekta hii ya bima nchini na kuondoa changamoto kwa maendeleo ya sekta hii, ikiwa pamoja na kuongeza uelewa wa bima. Nasisitiza kwa upande wa serikali bima ya mizigo ambayo tumesema kwamba ni vyema tukatumia hii fursa hii vile vile kama serikali kukatia mizigo yetu ambayo inaletwa nchini, tuikatie bima kwa kutumia taasisi za bima ambazo zipo hapa nchini. Na vile vile tuwaelimishe au sisi wenyewe vile vile tunapoleta mizigo yetu, tunapoleta magari yetu, tusikubali tukata bima China au Holanzi au pahala pengine popote. Tukate bima kwa kutumia taasisi zetu za bima ambazo zipo nchini. Hii itatusaidia sana katika kuboresha na kuinua uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa kuwashukuru nyinyi nyote kwa kuwa wadau wetu wa bima. Tunajua mna mambo mengi sana ya kufanya, lakini mmeacha na mkajumuika nasi katika hadhara hii. Lakini kipekee nimshukuru Katibu Mkuu Kiongozi kwa kuwa mdau mkubwa na wa siku nyingi kwenye sekta hii ya bima, ambaye ni balozi wetu. Huyu ni mama jamani. Kama mnavyojua nafasi ya mwanamke Tanzania siku hizi, japokuwa hampendi hicho kitu akina baba, lakini nakuombeni mkubali kwamba tuna nafasi kubwa na nzuri na tunaweza kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Kina mama, asanteni kwa kunisikiliza.